الحمد لله الخلاق العليم خلق الزمان وكور الليل على النهار وكل شيء بمقدار ونسأله سبحانه صلاح نيتنا وقبول أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر وصلى من الليل كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون كما قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مع أعمالكم. صدق الله العظيم. Tunamhimidi yule anayestahili kuhimidiwa, naye si mwingine ni yule aliyenipatia nguvu ya kuja kuswali salatul Juma pamoja na wewe, yeye ambaye kwamba aliumba zile mida za zamani zote mpaka sisi tunaingia katika muda wa saa hizi, na kwake yeye anafanya mikidari ya wakati. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala uzikubali nia zetu. Kila mtu hapa na nia yake. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja na nia yake uikubali. Wakubulu a'malina, na ukubali matendo yetu ambayo kwamba tunayoyafanya usiku kama vile mchana. Na shahidilia kuwa hakuna mola apasaye kuabudiwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na nashahidilia pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake na ni mtumishi wake, ambaye kwamba huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walimshuhudia ya kwamba walipokuwa wakimuona anafunga siam, wanasema huyu jamaa hatofuturu, hatavunja siamu yake. Na wakamuona anafuturu, wanasema huyu hatofunga tena. Sifa kama hiyo aliipawa Mtume Muhammad, rehma na amani ziende kwake, kwa nyumbani kwake, na Waislamu wote kwa jumla. Mwenyezi Mungu atukubalie dua. Najihusia mimi Hashim na makosa yangu yote ya mwaka mzima, ambaye kama nataka Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hii mwezi wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu wewe unanisamehe makosa yangu. Baada ya kunisamehe, na wahusia ninyi ambaye kwamba hamna madhambi kama zangu, uweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Mwenyezi Mungu anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi ma'a a'malikum. Tuogope hiyo siku tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapana kurejea kama vile huko wewe, lakini utarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amali zako na vitendo vyako. Ndio Mungu anasema tuogope hiyo siku. Sote hapa tunasaumu. Je, saumu zetu zinakubaliwa? Hiyo ni amali tuko ndani yake. Sote tusali, hiyo amali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama tutarejea nayo. Je, swala yako yakubaliwa? Wewe wafunga, watoa sadaka, watoa hili na hili, je,
haulitoe ajili ya ria wakuone? Ndio Mwenyezi Mungu anasema tuogope siku tutarejea kwake na amali zetu. Inamaanisha hiyo atakuwa siku anaitiwa alwafaa, siku ya mizani. Aliyefanya wema anapewa wema, aliyefanya mabaya anapewa mabaya. Mwenyezi Mungu mtuepushe na wale kwamba watakaofanya mabaya. Fataqullaha wa atiuhu, tumuogope Mwenyezi Mungu na tumtii. Tusimtii ajili ya mwezi wa Ramadhani ambaye kwamba huko ni mwezi ambaye kwamba ni wa mpito. Kesho kutwa waondoka huu mwezi. Wa ahsinu hitamu shaharukum, na tutengeneze mwisho wa huu mwezi wetu wa Ramadhani. Tunabakia na masiku za kuhesabia kwenye vidole. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia kama tuliharibisha 10 ya kwanza, tukaharibisha 10 ya pili, kwa mwisho anatuambia wa ahsinu, tengenezeni 10 yenu ya mwisho. Ambie kwamba bahati mbaya kwa wadogo tulipiganisha hapa ajili Waislamu wafanye ibada katika 10 ya mwisho, ni wachache waliosikia. Sasa kama wewe wafanzia ibada yako kwako nyumbani, alhamdulillah, uitengeze tu, hamna shida. Lakini ukajua hutoweza, sogelea wenye elimu kukuzidia, wakuoneshe jinsi gani utaitengeneza hii siami yako ambaye kwamba inaondoka, haina tena masaa. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya hii mwezi, anasema wa akthiru min al-istighfar, tufanye ndani yake sana istighfar. Ndio zawadi ya kutengeneza siami zetu. Sasa nani anafanya istighfar katika hii mwezi wa Ramadhani? Wachache. Na mwezi wenyewe yaondoka, huku mhubiri anatuambia wa ahsinu, tutengeneze katika 10 ya mwisho yetu ya siam, ili siami yetu iende kwa Allah subhanahu wa ta'ala na inakubaliwa. Siami hii yaondoka. Ya ikhwani, ndugu zangu katika Uislamu, ndugu zangu katika imani, i'lamu, tambueni, anna shaharukum hadha, hakika ya huu mwezi wenu huu wa Ramadhani, rahilu, yaondoka, yaanza kupanda eskalier na kwenda mbingu ya kwanza mpaka itafikia mbingu ya 7. Hasa wewe na mimi tuko tuiangalia jinsi hiyo Ramadhani ya kwenda, lakini hatutengeneze amali zetu. Na huku Mwenyezi Mungu anatuambia tuogope siku tutarejea kwake na amali zetu, na hizo amali ni amali saleh, ni amali nzuri, ndio Mwenyezi Mungu anatusubiria nazo huko kwake. Je, amali zako ni nzuri? Haufungi ajili ya, hauswali ajili ya Ramadhani peke yake, hauswali ajili ya Ramadhani peke yake, ambaye Ramadhani hii walam yabqa li Shawwal ila al-hulul, tunabakia na mwezi wa Shawwal, ni kwa masiku za kuisebea kwa vidole. Ramadhani hakuna aliyekuwa anajua kama leo tutakuwa 23. Tulianza jana, leo tutakuwa 23, kama sio 24. Ramadhani yaondoka yao, na yaondoka maana Allah subhanahu wa ta'ala kasha kuinadia ndani ya Qur'an, ayaman maadudat. Hiyo siku na waletea nyinyi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni masiku za kuhesabia kwenye vidole. Nyote mwaniangalia mapandisha imani wakati nazungumza, lakini tukitoka msikitini kila mtu avaa nguo yake ya chui. Na mimi mwenye kuzungumza na nguo yangu ya chui, nilitaka kupiga picha hapa, wakanifukuza ndani ya picha, wanasema navaa nguo ya chui. Hapa navaa nguo ya kondoo. Na hii ndio nguo yafaa tumalize nayo maisha yetu sisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukijua tu wewe hii siami ikimalizika unarejelea nguo yako ya chui, wapoteza muda peke yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila shaka neema za Allah subhanahu wa ta'ala hatutoweza kuzihesabia. Miongoni mwa hizo neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutuletea hii mwezi wa Ramadhani, mwezi wa baraka. Neema kubwa hii, Waislamu wangapi walitarajia kuifunga hii mwezi? Wengine walifariki, wengine wako hospitalini, wengine tuko nao msikitini lakini wagonjwa. Sio haramu, tunaweza tukaswali na wewe unakula mchana, si makosa. Lakini kumbuka sasa, wale ambao kwamba tulisha kuwapeleka makao, wale ambao kwamba wako ila Afrika, wale ambao kwamba wako box, wewe na washinda na nini? Neema kubwa hii. Sasa hii neema tuko tunaichezea. Ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasahau ya kuwa hii mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kama walituzawadia Allah subhanahu wa ta'ala, katuzawadia tuchume ndani yake thawabu. Tukasema leteni ingalau kitika kimoja kwenye msikiti. Hapa usilete msikitini, tafuta Muislamu yeyote kamtulishe na hiyo kitika kimoja. Maana yake kuna iftari na kuna kukula. Iftari ni ile wafungua nayo mdomo, ndio yaita iftari. Hiyo kula baada yake pilau, biriani, hii sio iftari. Iftari ni maji, ni tende, ni kitika ambayo watia mdomoni. Hasa sote hapa tukauliza nani kasha kufuturisha? Hakuna. Hasa wataka hii neema ikusubirie mpaka siku gani? Ramadhani yao itaondoka, lakini Ramadhani hiyo hiyo mwaka kesho itakuja. Lakini Hashim anayezungumza akifunga macho hatarudi tena mpaka siku ya Kiyama. Upate bahati tukutanane lijana, lakini upate balaa mkutanane ndani ya moto wa Jahannama. Mwenyezi Mungu utepushe na matatizo ya moto wa Jahannama. Huzuni aina gani? Faida kama hii Mwenyezi Mungu atupatia tuweze kujisalimisha, maana tutatoka ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa yule atakayepata bahati, kama vile mtoto aliozaliwa bila dhambi. Lakini baada ya kuwa unatoka ndani ya Ramadhani bila dhambi, kesho kutwa unaenda kuvaa nguo yako ya kuanza kufanya nayo vitendo vibaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Mwenyezi Mungu anatuambia ajili ya ukosefu wetu wa akili, ajili ya kufanya usiku na mchana maovu, na alisha kutupatia hii bahati ya mwezi wa baraka, ndio huu mwezi wa Ramadhani. Hakuna mwezi nyingine ya baraka, zingine ziko na mambo yao, lakini mwezi wa baraka katika mwezi 12 ni huu mwezi wa Ramadhani. Ni huu mwezi wa Ramadhani ndio Mwenyezi Mungu anatuambia, anasema baada ya kumlaani shaitani, anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Mwenyezi Mungu anasema laiti kwamba watu wa vijiji tungeliamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tusiamini Ramadhani, tumwamini yule Mola aliyetuma hii Ramadhani, tukaamini Mwenyezi Mungu aliyetuma hii Ramadhani. Maana hii Ramadhani ni kiumbe kama vile wewe. Wakati unaiamini Ramadhani, unafanya ndani yake ibada, unafanya kitendo cha kufuru. Watakau, na tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lafatahana, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala angelitufungulia baraka kutoka juu mbinguni na chini ya ardhi. Sasa tunauliza, je, baraka tunao sisi watu wa Goma? Hapa tunazungumzia karya, kijiji, Goma kijiji, Madina kijiji, Maka kijiji, Kinshasa kijiji. Tunazungumzia kijiji chetu cha Goma ambaye kama Mwenyezi Mungu azungumzia na Qur'an. Tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unajua hujamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anazungumzia katika mahubiri yake, anasema tutengeneze siyamu yetu katika hii 10 ya mwisho kwamba tuko ndani yake ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini
kuona ya kuwa hatumwamini Mwenyezi Mungu kwa ukweli na hatumuogope kwa ukweli, Mwenyezi Mungu anaendelea kutuletea balaa. Tuko ndani ya balaa sisi watu wa hii karya ya Goma, balaa ya aina yote. Watoto wanatusumbua nyumbani, wanawake tusiseme, sisi wa baba hivyo hivyo. Ndio balaa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia. Ajili ya nini? Hatumwamini kivilivyo na hatumuogope kivilivyo. Tufanya yale ambayo kwamba sisi tunataka Ramadhani yaondoka. Lakini Hashim atafariki leo, atakutanana na Mustafa labda peponi, labda motoni. Hiyo ni evidence. Tuelewe na tufahamu ya kuwa miongoni mwetu tutakutanana motoni na wengine watakutanana peponi. Utaki kama vile usitake. Mimi nitaingia motoni kama na makosa yangu. Kwa huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akanitoa, na wewe utaingia peponi kwa huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nikasema nitaingia motoni si makosa. Maana kuna watu wa motoni na kuna watu wa peponi. Sasa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamalizia hotuba yetu ya kwanza na kukufahamisha kitu kimoja tu. Tu katika 10 ya mwisho mhubiri anasema tutengeneze katika hii 10 ya mwisho. Tubakia leo na siku 6 ima siku 7 kama sikupoteza kalendari. Sasa ni wewe sasa kuangalia ulishakufanya nini. Jiulize nafsi yako, ulishakufanya nini? Siku 23 ima 24 ishakupita. Jiangalie, je, ingalau kitika kimoja kishakupatia Muislamu? Kama hujampatia, muda ndio kama huu. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur karim. Mwenyezi Mungu anatuambia nini katika Qur'ani wa Islam? Anasema ayaman maadudat, siku zangu nilizoziwazawadia nyinyi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siku za kuhesabia kwenye vidole. Anake upende kama vile usipende, za kuhesabia kwenye vidole. Sasa wewe angalia ulishakufanya nini katika zile siku ambazo kwamba wewe wazihesabia kwenye vidole. Tuko katika 10 ya mwisho. Ulishapikaa chini wamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulishakusimama usiku ingalau dakika 10. Katika darasa zangu hapa naambia Waislamu msishimame masaa marefu. Hamna imani kama vile yangu mimi. Tufae ingalau hata dakika 30 peke yake kisha ulale. Si makosa. Ulishakusimama unavunja usingizi ajira hapo. Ushakufanya kitu kama hivi. Hatuyaifanya. Tuko katika 10 ya mwisho. Hongera sasa kwa wale ambao walihama, walifanya refuge manyumba zao kwenda msikitini kufanya ibada ya usiku kama vile sisi hapa. Tuamka kuanzia saa 7 mpaka alfajiri. Tunamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana mimi kila nikipanda mimbari nasema niko mwenye makosa na mtaingia motoni. Maana nina madhambi na ajili ya hizo dhambi zinakuwa sababu ya mimi kuja msikitini kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe uko na assurance gani ya kuwa wewe ni mtakatifu? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam bibi yake kamuuliza, ni kitu gani cha kusumbua? Mwenyezi Mungu alishakuambia, alishakukusamehe madhambi ulizozifanya kabla na madhambi ambayo utakazozifanya baadaye. Kini cha kusumbua? Mtume anamwambia, nitashindwa aje kumomba Mwenyezi Mungu msamaha? Ndio sasa mimi na wewe futari yetu ya riba, futari yetu ya kuzulumu, futari yetu lazima tuisemee uongo. Sasa tunaangalia tu ndani tutapata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa kama unajua hayo yote hutayapata, rejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kimbilia msikitini, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kimbilia. Mwenyezi Mungu akutambia tena pole pole. Kimbia sana kama vile mimi nakimbiaga. Najua niko na madhambi. Naacha kitanda changu, naacha mke wangu, naacha watoto wangu ambao nawapenda, na kuja nafanya refuge kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu nisamehe. Mungu nisamehe.
Mungu nisamehe. Nani sasa analilia Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wewe wala mimi? Ramadhani tawakia na siku 6 ima siku 7, wafanya nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bwana Mustafa, tunafanya nini? Bofre ya wazi, tunafanya nini? Mjomba Ismaili, tunafanya nini? Bachu, tunafanya nini? Ramadhani yaondoka. Mwadau ya Ramadhani, ya shahrul baraka. Safari njema Ramadhani wewe ondoka. Ulikuwa kwetu ni mwezi wa baraka. Hiyo baraka tunataka kuipoteza. Ukitaka kuona hiyo baraka, njoo hapa wakati wa kufuturi au wakati wa kula daku. Chakula inamiminika hapa, tujue inatoka sehemu gani. Lakini baada ya mwezi wa Ramadhani hiyo chakula hatutoipata. Kwa ajili ya nini? Tu katika mwezi wa baraka. Hasa wewe unafanya nini katika hiyo mwezi wa baraka, ndugu yangu Muislamu? Usiniangalie tu akili yako inaingia kwenye mavazi yangu hii ya kondoo. Nilikuwa na mavazi ya chui kabla ya kupanda hapa. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala nijalie hiyo mavazi ya chui niliyoivaa nisirejeshe tena kwenye mwili wangu. Na wewe wataka uombe dua kama hiyo. Ramadhani ilikuja ajili ya kutubadilisha. Tunatoka katika hii sehemu tunaingia katika hii sehemu. Hasa kama haikubadilishi wewe, utakutanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Bibi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii 10 ya mwisho, nikijaliwa kusimama hiyo usiku wa Lailatul Qadri, kama vile Mwenyezi Mungu alisema, wama adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadru khairun min alf shahr. Kitu gani kitatujulisha sasa hiyo usiku ya makadirio? Usiku ambaye kwamba inaacha watu na watu, makundi na makundi wanahamia misikitini. Watu na akili wanahamia misikitini. Tawapatia mfano ya wahaji wetu wa Goma. Karibu yuko karibu yangu hapa, Haji Wawa. Kila mwaka anatoa pesa zenye hata rudishiwaka mpaka siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atazimulipaga ndani ya pepo yake. Anakwenda anafungia siyamu yake Maka. Haendi ajili ya kufunga, anaenda kufanya ibada ya kishimao cha usiku. Anajihisi yuko na mazambi. Ndio haji, ndio mwenye kutoa zakatul fitri, mwenye kutoa zakatul mali, mwenye tunasali nayo usiku na mchana, anatufuturisha usiku na mchana, katuletea daku usiku na mchana, lakini anajihisi na zambi, anakimbia Maka. Anakwenda kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe na mie, zaka tulipage, siamu yetu yenyewe ya kubahatisha, sadaka zetu za kubahatisha, lakini 10 za malizika, Waislamu hatuingia msikitini. Waislamu hatuingia msikitini. Ndio Bibi Aisha alisema, tufanye dua gani sasa tukipata bahati hiyo ya tarehe 11, 13 mpaka 29? Mtume akamwambia, anasema dua ni fupi, ni kusema Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ndio hiyo dua tu. Mwenyezi Mungu hakika yako wewe unapenda kusamehe watu, na sisi kweli ni watenda madhambi, utusamehe. Hasa dua kama hii Muislamu atamaliza mwezi wa Ramadhani hajaiomba. Hasa wewe Mwenyezi Mungu akusamehe. Mwenyezi Mungu akusamehe aje? Ndio maana Hashim pamoja na madhambi zake anakimbia nyumbani, anakuja kufanya refugee. Mimi Hashim nitakuwa sijui kufanya dua fulani, lakini ajili karibu yangu kuna anayejua hiyo dua na mimi naiprofite. Ndio naacha wanafanya kitu cha jamaa. Watu wakutanane sehemu moja, dua ya huyu itamsaidia huyu, dua ya huyu itamsaidia huyu. Hasa wewe unabaki kwako nyumbani. Bibi yako atakusumbua tu. Mtume ashakutuahidia, anasema hawa bibi zetu watatusumbua mpaka siku ya Kiyama. Ashakutuahidia. Hasa utaswali na huko bibi yako anakuambia, anasema ataka Mungu anaswali pale, dapo ya kesho haiko. Utaswali na akili kweli? Ndio bibi yule. Watoto sasa iko natoka kushambre kula na kufuata kusalo, anatoka na kufuata na pamoja na kuwa hawatokuharibishia swala, watakuharibishia akili. Hata kuepuka hayo mawili,
kuwa mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hautaki hivyo, ndugu yangu Mustafa, bwana Bachu, shemeji yangu Awazi, kaka Idi, bwana Shalade, Waislamu wote, Bachu wote ambao kama wako msikitini, kama hatutaki kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu asha kutuahidia, nasema hawezi kututeremshia baraka zake kutoka juu mbinguni wala chini ya ardhini. Mwenyezi Mungu hatakuteremshia baraka zake. Hasa wale ambao wanafanya maisha yetu iwe duni, iwe nzito, sio watu wengine, sisi watu wa hii karya, sisi watu wa vile ya Goma, ndio sababu ya maisha yetu kuwa nzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na hapo tunamalizia hadithi yetu na hotuba yetu, anasema idha kana akhiru lailatin min Ramadan, itakapofika zile masiku za mwisho za mwezi wa Ramadhani, bakatu samawati wal ardi wal malaikatu musibbatun li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itakapofika siku za mwisho za Ramadhani, ndio hizo ambazo kwamba tuko ndani yake, ayaman maadudat, bakatu samawati, mbingu saba zitalia, mbingu saba zitalia, ardhi saba italia, wal malaikatu musibatu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wamalaika wote ambao kama Mwenyezi Mungu aliwateremsha katika usiku ya Lailatul Qadri, jinsi anavyosema tanazzalul malaikatu waruhu fiha, katika masiku za Lailatul Qadri Mwenyezi Mungu anaporomosha wa malaika wote, na shefu wa malaika, malaika Jibril, na anateremka kutukuja hapo katika hii mbingu ya kwanza. Alafu wakati siamu inaondoka, wote wanasikitika, wakuuliza nauliza, kuna nini sasa ajili wa malaika wasikitike na mbingu ilie na ardhi ilie? Akajibiwa anasema, dhahaba Ramadhani, Ramadhani yaondoka, Ramadhani yaondoka. Kwa nini kuondoka kwa Ramadhani inafaa wa malaika wasikitike? Wakujibia, anajibia anasema, fa innahu da'wana fihi maqbul, dua zetu zilikuwa makbul, zinakubaliwa. Wa dhanbun maghfur, na dhambi zinasamehewa katika hii mwezi wa Ramadhani. Hasa Ramadhani ikisha kuondoka, tunarejelea manguo zetu za chui. Wa malaika walikuwa waisha kutuona tulisha kusalimika. Usiku utaona Waislamu na makanzu wanakwenda tarawih, wanarudia, wanakwenda tarawih, wanarudia. Baada ya siam wote wanamalizika, wanarejelea kwenye walikuwa wakuparie, wanaenda kuparie. Wariba wanarudilia riba, wazulma wanarudilia zulma, wakufanya hili na hili wanarudilia. Ndio malaika wanasikitika, wanasema hapa watu kuna akili kweli? Afala taakiluna, je, sisi tuna akili? Tulisha kuoga, tulijitupa ndani ya lake tubu, savon yote natoka, uchafu yote natoka. Lakini baada ya kutoka ndani ya lake, kufika tu nchi kavu, tunaanza kuchezea makope. Ndio malaika wanasikitika, wanasema watu wako na akili, hawa watu wako na akili. Ndio mimi ambaye kama nazungumza na nini ambaye kwamba mnanisikiliza. Kumbe hii Ramadhani tuiage maagio mazuri, tuipepee maagio mazuri. Ndio kama vile washairi walikuwa wanaifanzia mashairi, wanasema mwadau ya Ramadhan, ya shahr tarawih, mwadau ya Ramadhan, ya shahr al-maghfira, mwadau ya Ramadhan, ya shahr tauba, mwadau ya Ramadhan, ya shahr sadaqat. Waheri Ramadhan, ulikuwa ni mwezi wa baraka. Waheri Ramadhani waondoka, tuko tunaangalia juu ya panda. Ulikuwa ni mwezi wa msamaha, unaondoka, tutasamehewa vipi? Achilia hiyo ndio malaika wakalia. Lakini sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam haituambii, haitufungue akili, haitufungue akili.
wa sadaqatu maqbul, sadaka zenu zilikuwa zinakubaliwa. Mimi nasikitikia wale ambao kama wako wanatufuturisha. Mwenyezi Mungu wapatie umri mrefu ili Ramadhani nyingine wakutane wafanye hiyo sadakati. Maana baada ya kumaliza Ramadhani, sadaka zote watakaozifanya hazitokutana na sadaka ambayo kama wanazifanya katika mwezi wa Ramadhani. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasa usitafute kujua ajili ya bwana fulani alileta kirinda cha pilau, mimi sina hiyo kirinda. Wewe kitika kimoja ulisha kukileta ndani ya mfuko yako, mko 2000 francs, ulisha kupana 500 francs ili Waislamu wafuturu. Hasa kama hatujarudia katika kufanya hiyo sadakati, kufanya kila khairati, ndio sababu ya wamalaika kutusikitikia sisi umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunabakilia na siku 6 ima siku 7 ya kujirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamalizia na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema thalathatu ayunin, macho aina 3 haitaingia ndani ya moto wa jahannam. Jicho la kwanza, ainun bakatu min khashyatillah, jicho ambaye kwamba linalia ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Jicho linalia, inatoa machozi ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia kule nyuma kwa Mwalimu Furu kule na mpaka hapa kwenye mie niko. Nani atatuambia tokea Ramadhani ya kwanza mpaka saa hizi 23 nilitoa ingalau toni ya machozi? Toni tu ya machozi, toni moja. Hapana machozi mengi, toni moja tu, ajili ya kuogopa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ajili ya kujiombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadithi wanazungumza ya kuwa moto wa jahannama hakuna antiesandi yoyote ya kuulimwengu ambaye kwamba yaweza ikaizimisha, lakini chozi moja ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ikangukia ndani ya moto wa jahannama. Moto wa jahannama unamalizika. Ulishakulia wewe? Wamama kule chini mshakulia, wababa huko sehemu ya pili mshakulia, Mwalimu Sisto ulishakulia, ajili Ramadhani inaondoka. Hapa tulishakulia, mimi Hashim nilishakulia, Ramadhani yaondoka. Kisha tunataka baraka ya Mwenyezi Mungu teremka. Haitoteremka. Haitoteremka mpaka kwanza tulilie makosa tuliyofanya katika mwezi 11. Janvier mpaka November tulidumu ndani ya dhambi, zina, riba, sengenya, hiki na hiki. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia hii mwezi peke yake, lia tu peke yake. Toni moja ya machozi ulishakuilia. Kisha unataka wengine na pepo ya Mwenyezi Mungu. Zimisha moto ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na machozi moja peke yake. Hapana hii kulia watu wanalia, huyu anasoma Qur'ani analia na wewe maamuma unalia. Ulisikia nini? Julie. Wewe maamuma unalia nini nyawe ulisikia? Kiarabu haukijui unalia nini? Na yule mwenye yuko anasoma Qur'ani naye analia nini? Hiyo haiko imani ya kulia. Imani ya kulia ni wakati unaikaa chini, unamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, unasikitikia madhambi yako. Nilifanya zina, nilifanya hiki na hiki, Mwenyezi Mungu nisamehe. Chozi moja tu inaanguka chini, moto wa jahannam unazimika. Nani kashafanya kitu kama hicho? Nani kashafanya kitu kama hicho? Kwa hiyo Waislamu, tusiwapondeni muda. Zile macho aina mbili ambazo kwamba zasalia, wale tutakaodiriki nao madarasa zetu watasikia hizo macho mbili ambayo kwamba hazitoingia ndani ya moto wa jahannam. Lakini sisi tunasema tena, Ramadhani yaondoka. Mwenyezi Mungu anatuambia tutengeneze katika mwisho wa Ramadhani yetu. Kama wewe wajua Ramadhani yako iko nzuri, baki kama vile huko. Lakini ukajua Ramadhani yako ina matatizo kama vile yangu mimi, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama haturejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa tutahasirika, na hii njaa itakuwa ni njaa ya bure. Hii maisha yetu yote ya mwaka 30, mwaka 90, mwaka 100
itakuwa ni ya bure mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sittati min al-baqina alladhina bay'una lika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minna wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Bikaramika ya akramal akramin. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taubatana ya ilahil awwalin wal akhirin wa awrithna al-jannata ma'al muhaqqiqin wa la taruddana khaibina wa la taruddana khaibina wa la taruddana khaibina. Allahumma a'tik rikabana wa rikaba abaina ummahatina minan nar. Allahumma a'tik rikabana wa rikaba abaina ummahatina minan nar. Allahumma a'tik rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya 'alimu bima yakun ikfina ma yakun qabla an yakun hatta yakun wa ya 'alimu bima yanzil ikfina sharra ma yanzil qabla an yanzil hatta yanzil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum. Dzikrullahi ta'ala a'la wa awla wa ajallu wa atammu wa ahammu wa akbar. Aqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.